Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunalitukuza na kulibariki jina lako Bwana. Asante kwa kuendelea kuwa mwema kwetu Mungu. Tunalitukuza Bwana Yesu kwa kuwa umetuchagua sisi kuamka na kusogeza madhabahuni pako asubuhi ya leo Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye tayari amefika. Asante kwa ajili ya wale wengine ambao wako njiani kusogea mahali hapa, Mfalme wa amani. Tunanyenyekea sana chini ya mkono wako wenye nguvu ulio hodari, ambao Bwana kwa neema yako Bwana umetuamsha na kutuchagua Bwana na kutulinda kutoka mahali kutusogeza madhabahuni pako Jehova. Unajua yale yaliyojaza mioyo yetu ambayo Bwana unatamani kusema nawe, lakini Bwana tunajua shauku yako ya kusema na maisha yetu. Nasi Bwana Yesu tunakukabidhi siku hii ya Jumatano mbele zako Bwana Yesu, ukatutangulie, ukatubariki, ukatulinde. Tunatamani kuianza siku hii pamoja na wewe Mungu mwaminifu. Tunatamani kuikabidhi ratiba zetu mbele zako Bwana. Basi tunaalika malaika zako kwenye ibada hii, tukutolee ibada ya moyo wetu. Bwana Yesu, simama pamoja nasi. Sante kwa ajili ya sisi ambao tumefika. Sante kwa ajili ya wale watatufuatia kwa njia ya mtandao. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, tunaalika Roho wako Mtakatifu mahali hapa na malaika zako Bwana waseme na maisha yetu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tutaimba tenzi namba 77. Tenzi namba 77. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu mimi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, chini ya mti msumbufu, niliona utakatifu, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu, Yesu Mwokozi wangu mimi, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu, aliniokoa dhambini, ikawa kunikaa ndani, aliponifia mtini, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu, Yesu Mwokozi wangu mimi, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu, aliniokoa dhambini, ikawa kunikaa ndani, aliponifia mtini, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu, Yesu Mwokozi wangu mimi, aliponifia mtini, mwana wa Mungu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ya thamani, huniokoa makosani, huniendesha wokovuni,
mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Yesu, Yesu Mwokozi wangu mimi, huniendesha wokovuni. Mwana wa Mungu, hicho kijito cha gharama, leo jivike kwa kuzama, kwake uone uzima. Mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Yesu, Yesu Mwokozi wangu mimi, kwake uone uzima. Mwana wa Mungu. Basi tuimbe tenzi namba 80. Tenzi namba 80. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno. Umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Yako kwa msulubi wa makazi, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana arusi, uwe safi kwa damu ya kondoo. Yafae kwenda mbinguni mavazi, yafuliwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo iwe safi, nguo nyeupe mno. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Yatupwe yaliyo na takataka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Huo ni kijito cha tiririka, na uoshwe kwa damu ya
kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu yako. Kuoshwa kwa damu itutakasayo, ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasogea tena mbele zako asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya baraka unazotupa Bwana. Asante Bwana kwa sababu ya nafasi ambayo unatupa. Asante Bwana kwa sababu ya kibali ambacho unatupa. Asante Bwana kwa ajili ya wingi wa huruma zako Bwana. Nasi Bwana Yesu tumesogea madhabahuni pako tukitamani kusikia kutoka kwako Bwana. Tunaomba neno lako litume kama moto. Neno lako Bwana lisikurudie bure. Neno lako Bwana likaguse maisha ya mmoja huyo, likaguse maisha ya kaka huyo. Bwana Yesu likaguse maisha ya kijana huyo. Mungu mwaminifu likaguse maisha yetu. Kama Daudi mtoto wako na mtumishi wako anavyosema Bwana, kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, neno lako ni taa ya njia zangu, neno lako ni taa ya hatua zangu. Neno lako Bwana likawe taa ya siku yetu hii ya leo. Neno lako Bwana likawe msaada katika mioyo yetu. Neno lako Bwana likawe msaada katika ratiba zetu. Neno lako Bwana likatutie moyo pale ambapo tumejeruhika ama kuvunjika kwa namna moja ama nyingine. Utuhuishe kwa upya kwa kupitia neno lako, Mfalme wa amani. Pende kusema na haja ya mtoto wako ambayo Mungu wewe unaifahamu. Pende kusema na haja ya moyo wangu Bwana, ili neno lako likawe msaada. Neno lako likanivushe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, nikaone Bwana mafunuo dhahiri kutoka kwako Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Nami nanyenyekea chini ya mkono wako wenye nguvu, ili Bwana neema yako tu Bwana ndio ijidhihirishe. Ukapende kusema mwenyewe Bwana, na ukubali kutumia kinywa hiki kidhaifu cha mwanadamu kuleta maneno yako matakatifu. Mungu mwaminifu uishie milele, Baba wa rehema, tunaalika malaika zako na Roho Mtakatifu akapate kutufundisha yale tunayopaswa kuyajua, yale ambayo tunapaswa kusikia. Ufungue na masikio yetu ya ndani Bwana, fungua na masikio yetu ya ndani Bwana, ili tuweze kuelewa na maandiko Baba, katika jina la Yesu. Tupende kusema kwa lugha nyepesi, ili tukapate kuelewa, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo tumeomba na kuamini, tena tukishukuru. Kanisa tuseme amen. Tafadhali naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Tunaendelea na somo letu la baraka ambalo Bwana alitupa kutembea nalo na kulitafakari katika juma hili lenye kichwa kinachosema bado taa ya Bwana inawaka. Bado taa ya Bwana inawaka. Bado taa ya Bwana inawaka. Na msingi wa somo hilo unapatikana katika kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ile ya 4. Kitabu cha kwanza cha Samuel ama Samuel wa kwanza sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ile ya 4. Neno la Mungu linasema, basi mtoto Samuel akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na Samuel alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samuel, naye akasema, mimi hapa. Basi wakati huo Bwana akamwita Samuel, naye akasema, mimi hapa. Na mstari ambao umebeba kichwa ni mstari ule wa 3, ambapo neno la Mungu linasema, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Tunamshukuru Mungu ambaye sasa tumeendelea kuona mafunuo kupitia mstari huo, jinsi ambavyo Bwana anawahudumia watu wake katika mambo kadha wa kadha. Na habari hii tulisema ni habari ambayo inamhusu kijana Samuel. Ukiangalia vizuri namtaja na kuhani wa Mungu.
kuhani mtumishi wa Bwana Eli, ambaye katika nafasi zake za ukuhani aliwahudumia kipindi hiki ambacho kipindi kinasema kipindi hiko mafunuo ya kuwa zaidi. Neno la Bwana halikusemwa sana kama kipindi hiki cha kwetu, kipindi cha neema ambacho ukienda sokoni utasikia neno la Mungu linahubiriwa, ukienda makazini utasikia neno la Mungu linahubiriwa, kila mahali kwenye mitandao utasikia neno la Mungu linahubiriwa. Lakini kipindi hiki cha kwao ilikuwa ni nyakati ambazo wanatembea katika ukaufu. Bwana hakujidhihirisha waziwazi, kipindi ambacho taifa la Israeli wanaongozwa sana na waamuzi, watu ambao walisimamia misingi ya kisheria na misingi ya mwenendo wa kibinadamu, kuangalia jinsi ambavyo wanaweza kupigana kibinadamu, lakini neno la Mungu halikupewa kipaumbele. Watu walimwasi Mungu, watu wakatafuta sana njia zao. Kwa lugha ya kawaida tunaweza kusema walipita katika kipindi cha usiku, kipindi cha jioni. Mtumishi wa Bwana, kipindi ambacho Bwana neno lake halikufunuka dhahiri. Anasema neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho neno la Mungu linamtaja kuhani wa Mungu Eli kwamba tayari umri wake umesogea, anasema na macho yake yameanza kudhoofika, na macho yake hayawezi tena kuona vizuri kama ambavyo alikuwa anaona hapo zamani. Lakini mstari wa 3 ndio unaotutia moyo, unasema na taa ya Bwana ilikuwa haijazimika bado. Maana yake nuru ya Bwana ambayo Mungu ameifanya bado ilikuwepo. Kwa hiyo pamoja na kwamba walipita katika kipindi cha ukaufu, kipindi kigumu, kipindi cha mateso, kipindi ambacho sio rahisi kusikia mafunuo ya Mungu, lakini bado taa ya Mungu ilikuwa haijazimika. Mtumishi wa Bwana, tulipita kidogo kusema kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, jinsi ambavyo Mungu anaona umuhimu wa kuitengeneza nuru katikati ya giza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Tena Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Watumishi wa Mungu, tangulia kusema jambo hili. Maisha yetu wanadamu yana zama mbalimbali. Maisha yetu wanadamu yana vipindi mbalimbali. Maisha yetu yana kupanda na kushuka. Ayubu anasema kuna majira ya kupanda na kuna majira ya kuvuna. Kuna majira ya kupokea na kuna majira ya kutoa. Kuna majira ya kuzaa na kuna majira ya kufa. Kuna mazingira tofauti tofauti. Kuna mazingira ya kucheka na kuna majira ya kulia. Majira inakuja tofauti tofauti. Na hapa Bwana anasema akaona nuru ya kuwa ni njema, akaitenga nuru na giza. Anasema akaliita giza usiku na nuru akaita asubuhi. Wapendwa, neno la Mungu linasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Watumishi wa Mungu, labda niseme hivi. Maisha yetu kila mtu ana jioni zake. Jana nilisema kila mtu ana jioni zake, zama ambazo unapita na haupati msaada kirahisi, nyakati ambazo unapita hauioni kesho yako kirahisi. Unaona sana giza kuliko nuru. Unaona sana kwamba giza, unaona afadhali ulipotoka kuliko unapoenda. Unaona afadhali ulipotoka kuliko unapoenda. Kila ukitafakari maisha yako yanakuwaje, unaona mazingira yanakuwa magumu, msongo unakuwa mkubwa, changamoto zinaongezeka kuliko opportunity, kuliko fursa, kuliko neema, kuliko baraka, kuliko mafunuo. Hizo ni zama za jioni ambazo Mungu anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Na mara nyingine anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku nyingine. Kwa hiyo ijapokuwa napita katika zama za jioni fulani, inawezekana tukapita katika mazingira ya giza fulani, lakini hiyo haina maana kwamba hilo giza litaendelea kuwepo kwenye maisha yetu. Ni kweli tunaweza tukapita jioni, lakini nuru ya Bwana bado ipo, na kwa sababu inatupa uhakika kwamba asubuhi inakuja. Neno la Mungu linasema ukiona giza limetanda, ujue asubuhi, ujue mapambazuko yanakaribia. Watumishi wa Mungu, ukiona mazingira yanazidi kuwa magumu sana,
ujue ni neema ya Bwana inakuja kutokea, atatengeneza ushuhuda. Ni kweli kipindi cha giza ni kipindi ambacho utakaa magotini kwa Bwana kuomba. Ni kweli unaweza ukatenga muda kusema hivi, kusema vile. Ni kipindi ambacho pengine unaweza ukatafuta uso wa Bwana kwa muda mrefu, lakini watumishi wa Bwana, acha niwatie moyo kuambia kwamba asubuhi ya kusegea mbele za Mungu kwa ushuhuda kwamba Mungu, nilikuomba jana na Bwana ukafanya lile, nilikuita jana na ukafanya lile, nilikuita juu ya mtoto wangu ukafanya lile, nilikuita juu ya kazi yangu ukatenda na lile. Wapendwa, asubuhi ya ushuhuda inakuja kwenye maisha yetu. Kwa hiyo acha jioni ije, lakini Bwana atatengeneza ushuhuda na asubuhi itakuja katika jina la Yesu, kwa sababu taa ya Bwana bado inawaka. Taa ya Bwana bado inawaka. Taa ya Bwana bado inawaka. Watumishi wa Mungu, Mungu jana nilisema kwa umuhimu, aliona ni vema kwanza atengeneze nuru kabla ya mwanadamu. Aliona kwanza aumbe nuru kabla ya miti. Aliomba kwanza aumbe nuru kabla ya maji, kwa sababu hivi vyote ukiwa navyo, ukiwa na nguo nzuri mama yangu, ukiwa na gari nzuri baba yangu, ukatembea nalo katikati ya giza, nani atakuona? Ukiwa na mtoto mzuri, ukiwa na hivi, ukiwa na vile, ukiwa na vyeti vizuri na elimu nzuri na biashara nzuri na kazi nzuri ya kufanya, nani atakuona katikati ya giza? Wapendwa, taa ya Bwana ndio inayomulika hivyo vitu tulivyo navyo, ili nuru itokee katikati ya hivyo na Bwana mwenyewe ajitukuze katika jina la Yesu. Kipindi cha giza ni kipindi cha kutokuonekana. Kipindi cha giza ni kipindi cha kutokuonekana. Kipindi cha giza ni kipindi ambacho unaweza usipate msaada kirahisi. Kipindi cha giza ni kipindi ambacho mkono wa Mungu unaweza usidhihirike kirahisi. Ashukuriwe Mungu ambaye anatengeneza giza, na ashukuriwe Mungu ambaye anasema iwe nuru na ikawa nuru. Nuru hiyo ikaitenga mbali giza, na nuru akasema, akaiona nuru, tazama ni njema sana. Wapendwa, ni maombi yangu kwa Bwana kabla tujaendelea, kama tunapita katika nyakati za giza, nyakati za jioni, nyakati za usiku, nyakati za machozi, nyakati za kulia, nyakati za kuhuzunika, nyakati za misiba, nyakati za kukataliwa, nyakati za hasara, Bwana afanye nuru kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Wanaoamini pamoja nami wangesema amina kubwa. Kwa hiyo ni kweli mazingira yetu yanaweza yakatuzonga kwa namna moja ama nyingine, kwa namna moja ama nyingine. Maisha tunayoishi ya kila siku, mara nyingine hata ndoa zetu zinaweza, ndoa ile ile ikakukosesha amani, furaha, hauna tumaini lolote kabisa. Wapendwa katika Bwana, acha Bwana atengeneze nuru, kwa sababu taa yake bado inawaka. Sema amina. Watumishi wa Mungu, shuhuda ni nyingi, shuhuda ni nyingi, hazitoshi kueleza. Watumishi wa Bwana, nakumbuka kipindi fulani wakati tunafanya biashara, unakaa eneo la biashara, pengine unachagua ufanye kipi, kipindi ambacho unajitafuta kwamba ufanye kipi. Wapendwa, ni kipindi ambacho ni kama zama za jioni, unakaa mahali ambapo unadhani kwamba jambo fulani litakuwa msaada au mtu fulani atakuwa msaada, alafu mtu huyo asipokuwa msaada, moyo wa kibinadamu unaumia. Wapendwa, nilisema jana kuhusu habari ya mtumishi wa Mungu Bartimayo, ambaye yeye kwake, wakati wengine wanaona mchana, wengine wanaona wanaendelea na kazi zao, wengine wanaendelea na maisha yao, yeye kwake macho yake hayaoni, ni giza tupu. Hajawahi kuona familia, hajawahi kuona miti, hajawahi kuona hivi ninavyoviona. Yeye kwake maisha yake yalikuwa giza tu. Akasikia mwana wa Daudi anapita, akapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Nimetembea katika hili giza kwa muda vya kutosha, nimetembea katika ukaufu kwa muda vya kutosha. Wengine wakamwambia nyamaza mama fulani, wengine wakamwambia nyamaza baba fulani, wengine wakamwambia bwana rudi hivi, wengine wakamwambia vile na vile. Yeye akasema sitaacha kupiga kelele, nyinyi kwenu ni mchana, mimi kwangu ni giza. Wapendwa katika jina la Bwana, Yesu mwingi wa rehema akamwambia Bartimayo, nataka nikufanyie nini? Anasema nataka kuona tena. Ilikawa nuru kwenye maisha yake. Wapendwa katika jina la Bwana, kama kuna nafasi hatuzioni, kama kuna opportunity hatuzioni, kama kuna fursa hatuzioni, kama kuna hatua hatuioni, acha Bwana mwenyewe akatuonyesha hiyo hatua katika jina la Yesu, tukapiga hiyo hatua katika jina la Yesu. Wanaoamini wangesema amina kubwa. Kwa hiyo yule Bartimayo katikati ya kundi kubwa la watu ambapo wengine wanaona, yeye haoni. Watumishi wa Mungu, kuna watu ambao wanakuja Dar es Salaam hapa, wametoka Tanga kama mimi, wametoka Dodoma kama wewe,
wametoka Kigoma kama mimi, wametoka Mtwara kama wewe, na wanakuja hapa Mwananyamala, hapa Komakoma, hapa Kinondoni, hapa madhabahu ya Kristo Mfalme. Wengine wanabarikiwa, wengine hawabarikiwi, wengine wanaona nuru, wengine wanaona giza. Wapendwa katika jina la Bwana, acha nitamke nuru kwenye maisha ya mtu mmoja katika jina la Yesu. Kama tumetembea katikati ya giza, basi imetosha. Acha Bwana mwenyewe afanye nuru kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Sema amina. Wapendwa, ni hivyo hivyo Mungu hufanya kazi katikati ya usiku, wakati akili zetu za kibinadamu zinachoka, na wengine wanaingia kulala, na wengine wanaacha hivi, na wengine wanatafuta mahali fulani, lakini Bwana anasema iwe, inakuwa. Ikawa jioni na asubuhi yetu imefika. Katika jina la Bwana tutatembea katika nuru hiyo ya Mungu mwenyewe, hata jina la Bwana likapate kutukuzwa. Sema amen. Mtumishi wa Bwana, mazingira ukataliwa yapo, mazingira ukataliwa yapo. Nilisema siku zilizopita, kipindi ambacho unatafuta mtu fulani kwamba pengine atakuwa msaada kwako, kwamba pengine atakushika mkono, kwamba pengine atakusaidia, kwamba pengine mtaomba pamoja, na ukamkosa huyo mtu. Nilisema siku ya jana jinsi ambavyo mimi niliamua kufanya maamuzi, nikasema sasa ninaenda kumimina moyo wangu kwa Bwana. Nikatoka mahali ambapo nilikuwa naishi, na kimsingi sio natoka kwa kupenda. Wapendwa, nyinyi mnafahamu ndugu zangu, maisha yetu ya Dar es Salaam, unatafuta kodi mpaka wakati wa kulipa unafika, haujapata kodi, na bado unadaiwa, na bado una msongo, na bado una kile unatakiwa kufanya, na bado una kile unatakiwa kufanya. Nikaona sasa haya maisha ya giza yametosha, maisha ya giza yametosha. Ukisoma hiyo habari ya Samuel, mama yake jinsi ambavyo alikuwa anateswa na mke mwenzake, mama yake jinsi ambavyo alikuwa anateswa, tumbo lake alikuwa limefungwa, hajapata mtoto kwa miaka mingi, hajapata neema kwa miaka mingi, hajafanikiwa kicheko kwa miaka mingi. Akasema hapana, mume wangu anaweza asinielewe sana, mchungaji wangu anaweza asinielewe sana. Yeye anasema akasogea madhabahuni kwa Bwana, akaumimina moyo wake mbele za Mungu. Na hata mchungaji alivyoona akasema, Hana, mbona unaanza kulewa kwa mvinyo? Akasema hapana, mimi sijalewa kwa mvinyo, mtumishi wako, mimi naumimina moyo wangu kwa Bwana. Wapendwa, nilichukua hatua ya imani, nikasema nitachukua vidogo vyangu vyote, nitaondoka, nianze maisha mapya mimi pamoja na Mungu. Nyakati za jioni wapendwa, ni nyakati za kukaa magotini pa Bwana. Nyakati za jioni wapendwa, ni nyakati za kukaa magotini pa Bwana, ni nyakati za kumlingana Bwana sana, ni nyakati za kuomba, ni nyakati za kufunga. Nikasogea pale madhabahuni kwa Bwana, nikasema hapa leo stoki, hapa stoki. Nikakaa pale na begi langu la nguo nimeliacha hapo, nikakaa pale wapendwa katika Bwana. Acha niwaambie, hakuna anayejua nilipokuwepo, hata mzazi, hata nani, lakini nakwambia neema ya Bwana, watumishi wa Bwana. Hebu sema neema ya Bwana. Watumishi wa Bwana, taa ya Bwana bado inawaka. Mungu akiamua kutafuta mtoto wake, haijalishi kwamba hali yako ikoje. Wapendwa katika Bwana, nyinyi mnamjua yule mwana mpotevu ambaye alipotea katikati ya baba yake na katikati ya familia yake, akaenda kutapanya mali huko, lakini bado nuru ya Bwana ilimulika huko. Wapendwa katika Bwana, nyinyi mnamfahamu mtoto wa Nathan, mnamfahamu mtoto wa Nathan ambaye alienda kukaa Lodebari, mahali ambapo wanakaa watu waliokataliwa. Alienda kukaa Lodebari, lakini watumishi wa Bwana, taa ya Bwana inawaka, inakutafuta huko mahali ulipo. Wapendwa, ni maombi yangu kwa Bwana, kama kuna neema, kama kuna baraka ulipaswa kuipata ikakupita, acha hiyo baraka kwa neema ya Bwana ikurudie tena kwenye maisha yako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amina. Watumishi wa Bwana, Daudi akapata msukumo, akasema hivi, hakuna mtu yeyote katika nyumba ya Nathan, hakuna mtu yeyote katika nyumba ya Nathan nimfanyie rehema kwa sababu ya baba yake Nathan. Akasema yupo mtoto wa Nathan, yuko huko Lodebari. Wakasema nendeni huko mkamchukue. Watumishi wa Bwana, mkono wa Bwana utakutafuta mahali ambapo wengine wanaweza kukusahau, lakini Bwana kwa neema yake hatakusahau. Taa ya Bwana bado inawaka, taa ya Bwana bado inawaka. Hautegemei mtu ambaye tayari amepoteza tumaini. Watumishi wa Bwana, nachosema mimi sikuwa na msaada, sikuweza kusimama hivi mbele yenu leo, na ningesimama hivi ilikuwa ni kusema matatizo tu. Lakini watumishi wa Mungu, katika jina la Bwana, taa ya Mungu haijawahi kumwacha mwanadamu hata siku moja. Yeye aliyesema iwe nuru, hata hivi leo itakuwa nuru katika jina la Yesu. Wapendwa, ni maombi yangu kwa Bwana, kama tumetembea katika kipindi cha giza,
Anasema neno lake, giza linapokuwa kubwa, ujue alfajiri ama mapambazuko yamekaribia. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, ikawa jioni, ikawa asubuhi. Haitokuwa jioni milele, haitokuwa giza milele, haitokuwa hasara milele, hatokaa kwenye machozi milele. Kicheko cha Bwana atafanya kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Sema amina, sema amina. Wapendwa, zama za jioni ni zama za kuteswa. Nilisema jana jinsi ambavyo Yesu alikamatwa mchana kweupe, mchana kweupe, anasulubiwa mchana kweupe, akatundikwa mpaka kwenye msalaba. Anasema alivyowekwa msalabani, wakampiga na mijeledi, wakamtemea na mate, kabla hajakata roho. Anasema hivi, giza likaingia kote pale walipokuwepo, giza likaingia kote walipokuwepo, kwa sababu zama za jioni ni zama za mateso, ni nyakati za kuugua. Nyakati za jioni ni nyakati za mateso, za maumivu, za kutoka damu, za aibu, za kudhalilishwa. Nyakati za jioni za kukataliwa, nyakati za jioni. Lakini ashukuriwe Mungu, kwani alikaa msalabani milele. Wapendwa katika jina la Bwana, alikaa pale siku mbili, alikaa pale siku chache, wakamtoa, wakaweka kaburini, akafufuka. Alipofufuka wapendwa, Biblia inasema mapema alfajiri, siku ya tatu, mapema alfajiri, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili na wanawake wengine wakasogea makaburini kwenda kuangalia, wakakuta hayupo kama alivyosema, aliwaambia hamtanikuta hapo. Wapendwa katika jina la Bwana, kama jioni za mateso zilikuja, acha Bwana mwenyewe arudishe hiyo alfajiri ya ufufuo. Kila kilichokufa kwenye maisha yetu kikainuke tena kwa upya. Kama kuna amani ilipotea, ilikufa kwenye maisha yetu, acha Bwana kainue kwa upya. Kama kuna fursa zilikuja kwenye maisha yetu zikapotea, acha Bwana ziinue kwa upya. Kama kuna amani ilipotea kwenye maisha yetu, nasema acha Bwana akainue kwa upya katika jina la Yesu. Vile vyote vilivyokufa, kama ulikuwa na kazi unaona kabisa imekufa, kama ulikuwa na mtaji wa kwanza, mtaji wa pili umekufa, nasema mtaji wa tatu umekufa, bado taa ya Bwana inawaka, anaweza kavifua kwa upya katika jina la Yesu. Wanaoamini wangesema amina. Kwa hiyo mazingira yale magumu ambayo wengine Wayahudi wanadhani kabisa kwamba huyu Bwana kwenye huu msalaba habari yake imeisha, wapendwa, anachosema hivi, habari yetu haijaisha, na ndio kwanza tunaanza katika jina la Yesu. Sema amina. Ndio kwanza tunaanza, taa ya Bwana bado inawaka, ndio kwanza tunaanza. Na sio kama nasema hivi tumefika, inawezekana kweli hatujafika. Kama Bwana ametufikisha hapa, na hapo mbele atatufikisha katika jina la Yesu. Kwa hiyo wapendwa, nyakati za jioni ni nyakati ambazo kwanza wala upasi kukata tamaa. Hupati kupata tamaa. Nyakati za jioni sio nyakati za kukata tamaa. Petro anasema katika kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 5, anasema Bwana, sisi tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Sisi tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Watumishi wa Mungu, kuna kazi unafanya mpaka unachoka. Na nyinyi mnafahamu, watu wazima mnafahamu, ukisikia mtu mzima anasema amechoka, unajua kweli amechoka. Wanaume wenzangu, mnafahamu, mwanaume akisema amechoka, ujue kweli amefanya nini? Amechoka. Anasema amefanya kazi ya kuchosha usiku kucha asipate kitu. Unaweza kukaa kwenye biashara ambayo unaifanya hauoni tija yake. Ni kama unafanya kazi ya kuchosha mwaka mzima, hauoni kitu. Hizo ni nyakati za usiku. Wapendwa, hizo ni nyakati za usiku. Unaweza ukawa unauguza haupati ahueni. Unaweza ukawa unauguza au unaugua wewe mwenyewe haupati ahueni, mpaka unachoka, unabadilisha hospitali, unapoteza fedha, unapoteza muda, unapoteza kila kitu, unapoteza amani, kila kitu. Kazi ya kuchosha usiku kucha. Kazi ya kuchosha usiku kucha. Hata huduma, unaweza ukafanya huduma, unaweza ukaomba, mbingu zikakaa kimya mpaka ukachoka. Wapendwa, acha nikwambie hivi, hizo ni nyakati za usiku, na nyakati ya alfajiri inakuja katika jina la Yesu. Petro alichokuwa amesahau ni kwamba alifanya kazi jioni na alfajiri inakuja, wakati wa nuru wa Bwana inakuja katika jina la Yesu. Ni kweli mambo mengine yanachosha, lakini mtumishi wa Bwana, unapochoka acha Mungu sasa ndo aingilie kati hilo jambo. Tunalikabidhi kwa Bwana. Anasema Petro, wewe umefanya, umechoka, sasa acha mimi, it's my turn. Hii ni nafasi yangu sasa ya mimi kufanya kama Mungu.
Bwana Yesu asiye. Sijui kama nanyi mshawahi kupita madeni, kushakuwa na kiwango cha madeni mpaka unachoka. Sijui kama nanyi mshakuwa na maumivu. Kuna muda wakati wengine wanaenda kupata amani majumbani kwao, wewe nyumbani kwako ndio chanzo cha matatizo, chanzo cha machozi. Wakati wengine wanapata amani pengine kwenye kanisa, pengine kwenye kwaya, pengine kwenye kazi, pengine kwenye eneo fulani fulani, wewe mahali hapo ndio mahali ambapo unapata matatizo, mahali ambapo unapata machozi. Watumishi wa Mungu, sijui nini mpendwa kinakuchosha. Mimi ninachojua cha kwangu, ninachojua kipo ambacho kinanichosha. Sijui wewe mpendwa wangu nini ambacho ukikitafakari kwa muda wako, ukitafakari maisha yako, unaona hapana, hichi kitu hakiko sawa kwa kweli. Nimechoka kuugua kwa muda mrefu. Nimechoka kuuguza kwa muda mrefu. Nimechoka kuwa maisha haya kwa muda mrefu. Wapendwa katika Bwana, maisha yetu haya kila siku, maisha ya wanadamu, Yesu anasema hivi, duniani mnayo dhiki. Duniani mnayo dhiki. Na mnanyi mnajua dhiki inachosha. Umaskini unachosha. Madeni yanachosha. Maumivu yanachosha. Magonjwa yanachosha. Watumishi wa Bwana, sisi tunazunguka huko kuona wagonjwa. Kuna mtu ukimwangalia kabisa unaona huyu amekata tamaa. Wapendwa, anatamani kupiga hatua, anatamani kufurahi, anatamani kuinuka, anatamani kuja kanisani, anatamani kufanya 1 2 3. Wapendwa, amechoka. Huyu kuhani Eli ambaye kwa kweli Mungu amemtumia, lakini by that time macho yake yamechoka, hawezi tena kufanya ambavyo alikuwa anaweza kufanya. Wapendwa, neno hili ni kwa ajili yako mtumishi wa Bwana. Neno hili ni kwa ajili yangu mtumishi wa Bwana. Katika vile vitu ambavyo vimechichosha, Yesu anasema hivi katika kitabu cha Kutoka, anasema nimeshuka ili niwaokoe. Nimesikia mateso na nimesikia machozi ya watoto wangu pale Israel. Nimesikia machozi yangu pale Misri. Nimesikia mateso yao, nimesikia maumivu yao juu ya yale mateso yanayoteswa nayo. Anasema nami nimeshuka ili niwaokoe. Wapendwa, nguvu za Bwana ziko mahali hapa kwa ajili ya kwako, kwa ajili ya kwako. Na Bwana anapofanya afanyi kwa wengi wapendwa, anafanya kwa mtu mmoja ambaye moyo wake, akikagua moyo wake, anasema kwa kweli hili Mungu, hili limenichosha. Naomba Bwana nikuachie wewe. Ni yeye mwenyewe wapendwa, anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Hivi unafikiri ni mwanadamu gani atakuita? Atakwambia huo mzigo wako nipe mimi. Dada atakwambia huo mzigo wako nipe mimi. Mama mwingine atakwambia huo mzigo wako nipe mimi. Nani anaweza hivi? Fikiria ndugu zako. Fikiria mtoto wako. Nani anaweza kwambia huo mzigo wako nipe mimi, nipe mimi, kama si Bwana peke yake? Wapendwa, anasema nituikeni fadhaa zenu, nituikeni aibu zenu, nituikeni hayo madeni, nituikeni hayo matatizo, mimi niko tayari kuyabeba. Anasema amekuja kwa ajili ya hayo. Anasema nimeshuka ili niwaokoe. Wapendwa, taa ya Bwana, huruma ya Bwana bado ipo. Kweli inaweza ikawa jioni, lakini asubuhi bado ipo katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Wapendwa, nataka kusema hivi, taa ya Bwana ikimulika, watu watakuona. Kama kuna jambo ambalo wateja watakuona, mabosi watakuona, nafasi utaziona, opportunity utaziona, mwinuko utauona, njia utaiona ya kusogea mbele. Inawezekana kweli unatafuta nafasi, hauioni kwa sababu ni mazingira ya usiku, mazingira ya giza. Wapendwa, taa ya Bwana itamulika na njia utaiona katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Watumishi wa Bwana, neno la Mungu ni amini na kweli. Mungu atusaidie watumishi wa Bwana. Mungu atusaidie watumishi wa Bwana. Tunatamani kabisa tumwamini Mungu anavyotuita njoo. Kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 26, Biblia inasema mwanangu nipe moyo wako, mwanangu nipe moyo wako, mwanangu nipe moyo wako. Neno la Mungu linasema mwanangu, huo moyo peke yako, hayo mambo yaliyoujaza yatakupasua moyo kila siku. Neno la Mungu linasema mwanangu nipe moyo wako. Mtumishi wa Mungu, tumwambie Bwana, tunakuomba utembee pamoja nasi katika haya mambo. Peke yetu hatuwezi. Peke yetu hatuwezi kusogea mbele. Peke yetu hatuwezi kupiga hatua. Peke yetu hatuwezi kuona nafasi nyingine. Peke yetu hatuwezi kujiponya. Peke yetu hatuwezi kufanya jambo fulani na fulani na fulani. Lakini mkono wa Bwana, watumishi wa Bwana, ndio unaotubeba katika vyote na katika yote. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe.
Watumishi wa Mungu, mimi ninachojua ni kwamba taa ya Bwana bado inawaka. Kuhusu habari ya mzigo uliokuwa nayo, kuhusu habari nini kimekuchosha, wewe unafahamu ya kwako yaliyokuchosha, lakini ninachofahamu ni kwamba bado huruma za Bwana, bado neema ya Bwana, bado ukuu wa Bwana, bado uweza wa Bwana, upendo wa Bwana, huruma ya Mungu kwenye maisha yetu bado ipo. Anatamani kusikia kutoka kwako. Hivyo ulivyo. Mwambie Bwana, nakukabidhi njia zangu. Kama neno lako linavyosema, mwanangu nipe moyo wako. Mwambie Bwana, nakupa moyo wangu, nakupa mahusiano yangu, nakupa ndoa yangu, nakupa biashara yangu, nakupa kazi yangu. Nimechoka kutembea katika hali ya mateso kila mwaka. Wengine wanaanza kujenga, mimi niko vile vile. Wengine wanaanza kufanya vitu fulani, mimi niko vile vile. Wengine wanakuwa na familia nzuri, mimi niko vile vile. Mwambie Bwana, asubuhi ya leo niko madhabahuni pako, nimetembea usiku kucha na asubuhi imefika, na ukabidhi wewe siku yangu katika jina la Yesu. Tuingie mbele za Mungu kuomba. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neema ambayo Bwana unatupa. Asante kwa sababu Bwana unatusikia. Asante kwa sababu ya upendo wako Bwana. Asante kwa ajili ya upendo wako mwingi Mungu wetu. Asante kwa ajili ya upendo wako Baba yetu. Asante kwa ajili ya upendo wako mwingi wa rehema. Bwana Yesu, tulikuita nawe umesikia. Bwana Yesu, tumekuita nawe umesikia. Kama ambavyo Paulo alikusifu katikati ya usiku wa manane, kama ambavyo Sila alikusifu katikati ya usiku wa manane, nawe katikati ya gereza Bwana ukaachilia nuru yako, ukaachilia neema yako, ukaachilia malaika zako, ukaachilia neema yako Bwana, ukafungua kila minyororo aliyokuwa amefungwa kwayo, ukafungua kila milango ya magereza, ukafungua Bwana kila minyororo aliyokuwa ameshikiliwa nayo Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba kwa ajili ya mama huyu, ninaomba kwa ajili ya baba huyu, ninaomba kwa ajili ya watu wako na watumishi wako hawa ambao Bwana Yesu umesema na maisha yao waziwazi, nasi tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Bwana Yesu, tumetembea katika majira ya usiku na sasa Bwana ni asubuhi. Tunakuomba Bwana, mkono wako wa neema, tunaitia nuru yako, tunaitia mwanga wako, tunaitia vima yako, tunaitia Bwana huruma yako katikati ya biashara zetu ambazo Bwana tuone tija kwazo, katikati ya kazi zetu ambazo tuone tija kwazo, katikati ya ndoa zetu Bwana, katikati ya masomo yetu Bwana, bali ambapo tumechoka sana, kama ambavyo Petro alisogea mbele zako akakwambia, Bwana, nimefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Watoto wako Bwana pengine wamefanya kazi ya kuchosha kwa miaka mingi, lakini bado neema yako ipo Bwana, bado taa yako inawaka. Nasi Bwana Yesu tunakuitia Bwana asubuhi ya leo, tunaomba Bwana ukatubariki, tunaomba Bwana ukatuinue, tunaomba Bwana nuru yako ikatuonyeshe hatua mpya, ikatuonyeshe hatua mpya, ikatuonyeshe hatua mpya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninamwombea baba huyu, ninamwombea mama huyu Bwana, unayejua mzigo moyoni mwake, unayejua mzigo moyoni mwake, unayejua mzigo moyoni mwake Baba, katika jina la Yesu umsaidie mtoto wako, umsaidie mtumishi wako katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Neno lako Mungu linasema mateso yatainuka mara ya pili. Neno lako Bwana linasema mateso yatainuka mara